majina naitwa Eliud Godef Mahenge, mimi ni katibu wa idara ya udiakonia kanisa la Moravian Jimbo la Kusini Magharibi. Tunaposema udiakonia ni matendo ya huruma kufuata msingi wa Yesu Kristo kumhudumia mhitaji. Kwa hiyo sasa katika huduma ya udiakonia tunashughulika na mambo mengi mbalimbali. Mambo mojawapo tunashughulika na kutoa elimu kwenye jamii. Kwa mfano elimu ya afya, na sasa hivi tupo hapa Lindi, tunatoa elimu ya afya kuhusu masuala ya kujikinga na maradhi ya ukimwi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hizi semina tumekuwa tukitoa katika maeneo mbalimbali kupitia idara ya udiakonia kwa kupitia ufadhili wa Mission 21. Na tumeweza kuwafikia watu wa makundi mbalimbali, na mpaka sasa tumefanya semina hizi kwa wafanyakazi wote wa Jacaranda na mwitikio ulikuwa ni mkubwa. Pia tukaenda kufanya semina hii katika Jimbo la Kusini Rungwe, na tulifanya na wafanyakazi wote pale pamoja na kamati tendaji ya Rungwe, na kwenyewe mwitikio ulikuwa ni mzuri mkubwa. Na tumefanya pia kwenye vituo vya yatima, tumefanya kituo cha Saraga, nako kulikuwa na mwitikio mkubwa, na tumefanya Chunya kituo cha MVTC pale, lakini kwa yatima na watoto wa mitaani pamoja na walezi, na nako mwitikio ulikuwa ni mkubwa. Lakini mafunzo haya tunaendelea nayo, ambao tutaenda pia kwenye vituo vyote vya MVTC ya kanisa la Moravian Jimbo la Kusini Magharibi pamoja na Jimbo la Kusini, ambako tutaenda mpaka na Mtumbo na Songea, nako tutatoa mafunzo haya. Lengo kubwa kwa ajili ya kukumbushana kuhusu jamii kujua kabisa kwamba bado kuna maambukizi ya virusi vya ukimwi, na ukimwi upo kama mtu atakuwa hachukui tahadhari yoyote, hasa katika matumizi ya dawa. Tunashukuru serikali kwamba inapambana kuhakikisha kwamba watu wanakuwa na afya nzuri. Ndio maana utaona nyakati hizi kwa mtu anayefuata matumizi ya dawa vizuri na kupata maelekezo ya madaktari na manesi, akitumia vizuri, kama ametokea kuwa na bahati mbaya akampata maambukizi ya virusi vya ukimwi, na ili kuzuia asiwe na ukimwi, akitumia dawa vizuri, tunaona kwamba watu wanakuwa na afya nzuri na wanaendelea na kazi zao za kila siku. Kwa hiyo lengo likubwa lilikuwa ni kwamba ile miradi yote inayofuatiliwa na Mission 21 ni kwamba tuwakumbushe kwamba bado kuna maambukizi ya ukimwi, ili watu wasiendelee kupata maambukizi mapya. Kwa yule ambaye alikuwa hana maambukizi asipate maambukizi, na yule ambaye pengine alipata maambukizi asiendelee kupata maambukizi mengine mapya au kuambukiza mtu mwingine. Na nashukuru kwamba kwa semina hizi zimeamsha, na tulivyoendelea kufundisha tunashukuru wakufunzi wamefundisha vizuri na watu wamekuwa na mwitikio mzuri, na kwa sababu tunafundisha na vipimo pia tunavyo vya mtu mwenyewe anaweza kujipima, na wengine wengi wamekuwa na mwitikio wakawa wanavichukua vipimo na wanaenda kujipima na wanatoa mrejesho kwa vipimo ambavyo baada ya kujipima wanatoa mrejesho jinsi majibu aliyoyapata. Kwa wengine wanapata msukumo wa kwenda hospitalini kupima na kupata majibu tena sahihi zaidi kutokana na anavyoona afya yake na kutokana na mafunzo aliyoyapata. Kwa hiyo kwetu sisi tunaona semina zimekuwa na mwitikio mkubwa, na watu wanaendelea kuomba kwamba waendelee kupata mafunzo haya, kwa sababu kila mwaka ikiwezekana, kwa sababu watu wana hali ile ya kujisahau. Kwa hiyo tunapokuwa tunakumbusha kupitia semina hizi, wanakuwa wanatengeneza umakini na kutambua kwamba bado hali sio shwari, bado maambukizi yapo, na ukimwi sio kwamba umeisha au kwamba kuna dawa ambayo inaweza kutibu ukapoteza kabisa. Wanajua kabisa kwamba bado ukimwi upo
na hakuna dawa iliyogundulika ambayo inaweza kutibu na kuondoa kabisa hilo tatizo, ila zipo dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi, na hizo na serikali inaendelea kuwapatia watu na inaendelea kupambana kuhakikisha kwamba ukimwi unakuwa haupo. Kwa hiyo ndo hivyo, tunashukuru sana wadau mbalimbali ambao wanatoa misaada yao hasa Mission 21 kuhakikisha kwamba tunawafikia watu wengi na kuhakikisha kwamba watu wanakuwa na afya nzuri na wanaishi vizuri pasipo shida yoyote. Lakini pamoja na hilo, tumeona umuhimu pia, tumekuwa tukitoa elimu ya huduma ya udiakonia, kwa sababu udiakonia ndio iliyobeba ni sehemu ya kitengo ndani yake kwa ajili ya kufundisha mambo ya afya kama mradi wa afya kwa ujumla. Kwa hiyo watu waelewe udiakonia ni nini. Kwa hiyo tumefundisha kuhusu umuhimu wa huduma ya udiakonia na maana ya udiakonia, na kwamba kila mmoja aweze kuweza kuonyesha upendo na huruma kwa mtu mwingine, tuweze kuwa na tabia kuhudumiana sisi kwa sisi, na kama mtu mwingine anapatwa na shida na changamoto, kama jamii lazima tuwe na moyo wa kujitoa kumsaidia mwenzetu pale anapopatwa na shida. Kwa hiyo nichukue fursa hii kwa kupitia Radio Baraka FM kwa wadau wote mbalimbali ambao wamehusika sana kuwa na moyo wa ukarimu kutoa pale ambapo tunapokuwa tunahitaji. Kwa mfano, wamesaidia matibabu kwa watu ambao anakuwa hana msaada wote, hana mtu wa kumsaidia, lakini kwa kupitia wadau, kupitia Baraka FM, watu wamekuwa na moyo, wana mmoja kidogo kidogo tulicho nacho, wakitoa sadaka zao, watu wametibiwa. Tumeona watu wameenda, tumewapeleka rufaa, wengine tumewapeleka Muhimbili, wanaenda kutibiwa, wengine tumewapeleka hospitali mbalimbali ambako wameweza kutibiwa kwa kupitia michango na sadaka za wadau mbalimbali. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuishukuru Baraka FM, kushukuru wadau mbalimbali ambao wameungana na sisi kama huduma ya udiakonia kuhakikisha kwamba tunawafikia watu wengi. Kwa hiyo ndio shughuli ambayo tumefanya kuwahudumia, kutoa elimu kuhusu huduma ya udiakonia na maana ya udiakonia, na watu wanapokea vizuri na wanaona kabisa kwamba kweli kuna haja ya kuweza kuhudumiana na kuendelea kuwafundisha ili waweze kuwapata watu wengi na watu wengi waweze kufunguka, kwa sababu jamii yetu tunakosa yule uzalendo wa kuweza kuhudumiana sisi kwa sisi, kila mmoja anakuwa katika hali ya ubinafsi. Kwa hiyo ni muhimu sana, na pia tunafundisha kuhusu kuondokana na hali ya unyanyapaa katika jamii, kwamba mtu anapopata na shida au changamoto fulani au ulemavu au magonjwa, tuwe na tabia ya kuwa na upendo, tusiwe na unyanyapaa wowote. Kwa hiyo ndio na mambo hayo tunafundisha. Kwa hiyo ni mambo mengine ya ukatili wa kijinsia na masuala mengine mengi ambayo tunaweza kuwafikia kuwafundisha. Pia kuwaimarisha katika masuala ya ujasiriamali, uchumi na mambo mengine, au kwa mfano watu wenye ulemavu wanakuwa na tunakuwa na semina nao ili waweze kuwajengea uwezo na waweze kusimama wenyewe na kufanya shughuli zao wenyewe za kila siku na kujipatia kipato. Kwa hiyo huduma ya udiakonia inafanya mambo mengi, na kama nilivyosema, hii ni sehemu mojawapo ya huduma ya udiakonia ambayo tunafanya.